Katika kurasa za historia kuna majina yanayosomwa na yapo majina yanayojadiliwa, lakini jina la Alexander the Great halikusomwi tu, linajadiliwa, linapangwa na wakati mwingine linabishaniwa. Kwa baadhi ya wanahistoria, Alexander alikuwa mshindi asiye na mfano, mwanajeshi ambaye hakuwahi kushindwa, na mtawala aliyepanua dola hadi mipaka isiyoaminika. Kwa wengine, alikuwa kijana mwenye tamaa ya mamlaka, aliyeficha kiu ya ushindi ndani ya ndoto ya kuunganisha dunia. Na kwa watu wa kawaida, Alexander ni fumbo. Mtu aliyefanikiwa zaidi katika muda mfupi kuliko yeyote mwingine katika historia ya binadamu. Swali kubwa linabaki: je, alikuwa shujaa wa dunia au mtawala aliyefaidika na nguvu ya upanga? Karibu katika hadithi kamili ya maisha ya Alexander mashuhuri. Hadithi ya nguvu, maono na urithi ambao bado unaishi hadi leo. Ni nani huyu kijana? Alianza maisha kama mwana wa mfalme mdogo, lakini akaishia kuitikisa dunia nzima. Ni nini kilimpa uwezo wa kushinda falme kubwa bila kuwahi kushindwa hata mara moja vitani? Ni lini ndoto yake ya kutawala dunia ilianza kuwa uhalisia? Ni wapi alipofika akaacha alama ambazo bado zinaonekana katika historia ya binadamu? Na kwa nini karne nyingi baada ya kifo chake jina lake bado linatajwa kwa heshima, mshangao na maswali yasiyo na majibu? Leo tunarejea nyuma katika historia, kuingia katika safari ya maisha ya mmoja wa watawala wakuu zaidi waliowahi kuishi duniani, Alexander the Great. Ili kuielewa ukubwa wa jina lake, lazima turudi mwanzo kabisa. Alexander the Great alizaliwa katika mwaka 356 kabla ya Kristo katika mji wa Pella, makao makuu ya ufalme wa Macedonia. Baba yake alikuwa mfalme Philip wa pili wa Macedonia, mtawala mwenye maono makubwa na mjenzi wa jeshi lililoogopwa. Mama yake Olympias alimlea kwa imani kuwa mwanawe alikuwa na hatima ya kipekee. Tangu akiwa mtoto, Alexander alionyesha ujasiri wa ajabu, akifundishwa vita, nidhamu na sanaa ya uongozi. Katika mwaka 343 kabla ya Kristo, Alexander alipewa mwalimu mashuhuri Aristotle. Hapa alijifunza falsafa, historia, siasa na umuhimu wa hekima katika uongozi. Elimu hii ilimjenga kuwa mshindi mwenye akili, si mshindi wa nguvu peke yake. Katika mwaka
336 kabla ya Kristo, Mfalme Philip wa pili aliuawa. Alexander akiwa na umri wa miaka 20 alipanda kiti cha ufalme wa Macedonia. Wengi walimuona kama kijana asiye na uzoefu, lakini muda mfupi baadaye walitambua kosa lao. Kuanzia mwaka 334 kabla ya Kristo, Alexander alianza kampeni zake za kijeshi. Alishinda Uajemi, Asia ndogo, Misri ambako alitangazwa kama mungu, hadi India. Hakuwahi kushindwa vitani. Hii ina maana akipanua dola ya Ugiriki hadi mipaka isiyoaminika. Ramani ya dunia ilianza kubadilika kwa jina lake. Alexander hakuwa mshindi tu, alikuwa na maono. Alitaka kuunganisha mataifa, tamaduni na maarifa. Alihimiza ndoa kati ya mataifa, akaeneza elimu ya Kigiriki na kuota dunia moja iliyokuwa imeunganishwa chini ya sheria na hekima. Katika mwaka 323 kabla ya Kristo, akiwa na umri wa miaka 32, Alexander alifariki mjini Babeli. Chanzo cha kifo chake bado ni fumbo hadi leo. Sumu, ugonjwa au uchovu wa vita. Hakuwahi kumtaja mrithi. Baada ya kifo chake, dola iligawanyika. Majenerali wake waligombana, lakini jina lake halikupotea. Mpaka leo anasomwa shuleni, anajadiliwa vyuoni na anaheshimiwa kama mmoja wa watawala wakuu zaidi katika historia ya binadamu. Alexander Mkuu alithibitisha jambo moja: umri mdogo si kikwazo cha ukubwa. Maono yanaweza kubadilisha dunia. Na ndiyo maana karne nyingi baadaye, historia bado inamtaja. Kurasa za historia kuna majina yanayosomwa na yapo majina yanayojadiliwa, lakini jina la Alexander the Great halikusomwi tu, linajadiliwa, linapingwa na wakati mwingine linabishaniwa. Kwa baadhi ya wanahistoria, Alexander alikuwa mshindi asiye na mfano, mwanajeshi ambaye hakuwahi kushindwa, na mtawala aliyepanua dola hadi mipaka isiyoaminika. Kwa wengine, alikuwa kijana mwenye tamaa ya mamlaka, aliyeficha kiu ya ushindi ndani ya ndoto ya kuunganisha dunia. Kwa watu wa kawaida, Alexander ni fumbo. Mtu aliyefanikiwa zaidi katika muda mfupi kuliko yeyote mwingine katika historia ya binadamu. Swali kubwa linabaki: je, alikuwa shujaa wa dunia au mtawala aliyefaidika na nguvu ya upanga? Karibu
katika hadithi kamili ya maisha ya Alexander the Great. Hadithi ya nguvu, maono na urithi ambao bado unaishi hadi leo. Ni nani huyu kijana alianza maisha kama mwana wa mfalme mdogo, lakini akaishia kuitikisa dunia nzima? Ni nini kilimpa uwezo wa kushinda falme kubwa bila kuwahi kushindwa hata mara moja vitani? Ni lini ndoto yake ya kutawala dunia ilianza kuwa uhalisia? Ni wapi alipofika akaacha alama ambazo bado zinaonekana katika historia ya binadamu? Na kwa nini karne nyingi baada ya kifo chake jina lake bado linatajwa kwa heshima, mshangao na maswali yasiyo na majibu? Leo tunarejea nyuma katika historia, kuingia katika safari ya maisha ya mmoja wa watawala wakuu zaidi waliowahi kuishi duniani, Alexander the Great. Alexander mashuhuri. Ili kuelewa ukubwa wa jina lake, lazima turudi mwanzo kabisa. Alexander alizaliwa katika mwaka 356 kabla ya Kristo katika mji wa Pella, makao makuu ya ufalme wa Macedonia. Baba yake alikuwa Mfalme Philip wa pili wa Macedonia, mtawala mwenye maono makubwa na mjenzi wa jeshi lililoogopwa. Mama yake Olympias alimlea kwa imani kuwa mwanawe alikuwa na hatima ya kipekee. Tangu akiwa mtoto, Alexander alionyesha ujasiri wa ajabu, akifundishwa vita, nidhamu na sanaa ya uongozi. Katika mwaka 343 kabla ya Kristo, Alexander alipewa mwalimu mashuhuri, Aristotle. Hapa alijifunza falsafa, historia, siasa na umuhimu wa hekima katika uongozi. Elimu hii ilimjenga kuwa mshindi mwenye akili, si mshindi wa nguvu peke yake. Katika mwaka 336 kabla ya Kristo, Mfalme Philip wa pili aliuawa. Alexander akiwa na umri wa miaka 20 alipanda kiti cha ufalme wa Macedonia. Wengi walimuona kama kijana asiye na uzoefu, lakini muda mfupi baadaye walitambua kosa lao. Kuanzia mwaka 334 kabla ya Kristo, Alexander alianza kampeni zake za kijeshi. Alishinda Uajemi, Asia ndogo, Misri hadi India. Hakuwahi kushindwa vitani. Hii ina maana akipanua dola ya Ugiriki hadi mipaka isiyoaminika. Ramani ya dunia ilianza kubadilika kwa jina lake. Alexander hakuwahi kushinda tu, alikuwa na maono. Alitaka kuunganisha mataifa, tamaduni na maarifa. Alihimiza ndoa kati ya mataifa, akaeneza elimu ya Kigiriki na
kuota dunia moja iliyokuwa imeunganishwa chini ya sheria na hekima. Katika mwaka 323 kabla ya Kristo, akiwa na umri wa miaka 32, Alexander alifariki mjini Babeli. Chanzo cha kifo chake bado ni fumbo hadi leo. Sumu, ugonjwa au uchovu wa vita? Hakuwahi kumtaja mrithi. Baada ya kifo chake, dola iligawanyika, majenerali wake waligombana, lakini jina lake halikupotea. Mpaka leo anasomwa shuleni, anajadiliwa vyuoni na anaheshimiwa kama mmoja wa watawala wakuu zaidi katika historia ya binadamu. Alexander mashuhuri hakubaki katika historia kwa sababu ya vita alivyopigana tu, bali kwa sababu aliweza kudhubutu kuota ndoto kubwa kuliko maisha yake mwenyewe. Alithibitisha jambo moja muhimu sana: umri mdogo si kikwazo cha ukubwa. Maono yanaweza kubadilisha dunia. Lakini historia pia inatuonya kwamba nguvu bila mipaka huacha maswali kuliko majibu. Ushindi unaweza kufifia, falme zinaweza kusambaratika, lakini urithi wa maono huishi vizazi na vizazi. Na ndiyo maana karne nyingi baadaye, dunia bado inamtaja kwa jina moja lisilosahaulika: Alexander mashuhuri, Alexander the Great. Jina langu ni Hezron Yego, na hii ilikuwa ni AZTV. Asante kwa kutazama.